السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين باسط الفضل ومعطي الجميل ومسبع النعمة على عباده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، أما بعد. Ndugu Islam, hapana budi tena kutanguliza shukurani za dhati kumshukuru Mola mtukufu, Mola wa viumbe, kwa kutuwezesha na si kwa uwezo wetu kulidiriki na kuliwahi kumi hili la mwisho ambalo linaitwa itqun minan nar. Tunaomba Allah tuache huru na moto ambao ni mkali mno, kwani viwiliwili vyetu, ngozi zetu haziwezi kabisa kuhimili adhabu ya Mwenyezi Mungu. Allahumma inna na'udhu bika min adhabin nar. Waislamu, kila mmoja anatakiwa awe na uhakika hasa kwamba Mwenyezi Mungu ametusamehe katika lile 10 la rehema. Lakini pia uwe na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu ametupa maghfira katika 10 la maghfira. Yaani mtu asijitie wasiwasi na ibada alizozifanya. Mapenzi yake mwenyewe Mola ametuwezesha tumediriki 10 hili la rehema, tumeliwahi 10 la maghfira. Hivyo basi Mwenyezi Mungu awe ametupa rehema zake, awe amemimina maghfira, na insha Allah tukimaliza saumu hii iwe tumeondokana kabisa na madhambi. Lakini Waislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu anasimulia katika suratul Furqan: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. Allah nasimulia katika sura Furqan: Tabaraka alladhi ja'ala fi as-samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ay tamajjada, ametukuka yule Mola ambaye amejalia katika mbingu burujan, ameweka nyota. Ametukuka yule ambaye ameweka katika mbingu sirajan, ameweka jua, wa qamaran munira, pia ameweka mwezi ambao unatumurika. Yote haya ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu kwa kutupenda mno waja wake. Unadhani ingekuwaje kama Mwenyezi Mungu asingeweka nyota katika mbingu yake? Wadhania ingekuwaje kama Rabb asingeweka jua katika mbingu yake? Ingekuwaje kama Mola asingeweka mwezi? Ingekuwaje Waislamu? Unadhani wale wavuvi wangepata samaki bora katika bahari bila kutumia mwezi? Unadhani taa zao zingetosha? Unadhani wanadamu wanaokwenda masajid, wanaokwenda na harakati zao bila kuwepo jua,
Unadhani afya katika mwili ingekamilika? Unadhani mimea ambayo inapandwa, unadhani ingeota vyema? Hivyo Mwenyezi Mungu alijua kwamba sisi waja wake lazima tutahitaji jua, lazima tutahitaji mwezi, lazima tutahitaji nyota. Yote ni kwa faida yetu. Mwenyezi Mungu anajua maumbile yetu lazima yatategemea hivyo vitu. Kwa hivyo tabarakalladhi ja'ala fis samai burujan, ametukuka huyo Mola ambaye ameweka nyota. Mwenyezi Mungu tunashukuru kwa neema yako hiyo. Ametukuka yule ambaye ameweka kwenye mbingu, ameweka jua, ameweka mwezi, lakini kuna malengo maalum. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. pia Mola jaala al-laila wan-nahara, tunauona mchana huo, ameweka vile vile usiku. Ameweka hivi kwamba kimoja kikija, kikiondoka kinakuja mwenzake. Sasa hivi ni mchana, kiondoka mchana unakuja usiku, yani khilfatan tabi'an ba'dhuha ba'dha liman arada an yadhakkara au arada shukura. Waislam, tushukuruni neema za Mwenyezi Mungu. Haya yote ni mapenzi ya Allah Jalla wa Ala kutupenda sisi waja wake. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wale ambao wameamini kikweli hasa, mapenzi yao yanakuwa number 1. Kumpenda nani? Kumpenda Mola mtukufu, kama yeye Allah anavyotupenda na kumimina neema zake kwetu. Tusiwe na mapenzi ya Majnunu Laila. Majnunu Laila ni kijana mmoja ambaye alimpenda sana binti anaitwa Laila. Alimpenda kweli katika moyo wake. Alipompenda binti huyu kijana mpaka akawa mwenda wazimu, pale mtaani watu wakamuita Majnunu Laila, kwamba huyu kijana kwa mapenzi haya huyu atakuwa ni majnun. Na kwa nini aliitwa Majnunu Laila? Aliitwa Majnunu Laila kwa sababu ilifika mahala katika nafsi yake Laila alikuwa number 1. Ukipasua moyo wake unakuta jina la Laila. Hivi kweli neema zote hizi ambazo Allah ametumiminia, halafu unakuta katika moyo wa Muislamu unakuta kuna mpenzi amekaa number 1? Hii haifai. Waislamu tunatakiwa tumweke Mwenyezi Mungu number 1. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wale ambao wamemwamini Mola wao kikweli, basi mapenzi yao number 1 wanamweka Allah mwanzo. Hata ukimchana kifua chake unamkuta Allah, alafu unamkuta bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo wanafuatia wengine. Majnunu Laila alikuwa akisema mtaani, anasema amuru diari Laila, huwa mimi ninapita katika majumba ambayo anaishi Laila. Huyu kijana alikuwa anapita katika majumba anaishi Laila, alimpenda sana binti Laila. Anasema uqabbil jidara dhata aljidara fama hubbu albayta shaghat qalba walakin alhubba man sakana diyara. Napita katika zile nyumba ambazo anakaa Laila, basi naangalia nyumba yao, baadaye naipiga buso, natafuta ule ukuta ambao najua humu Laila anakaa humu, basi anapiga buso ukuta. Anasema fama hubbul baita shaghat qalba, mapenzi yangu sio kwamba naipenda hii nyumba, walakin alhub man sakana diyara, lakini lengo langu hili busu langu nahisi linaweza likapenya katika ukuta likamfikia Laila. Watu wakamuita Majnunu Laila, wewe ni mwenda azimu kwa Laila. Alimweka number 1. Lakini cha kusikitisha anasema wa idha sallaitu, ninaposwali mimi, lastu adri, sifahamu
athamania sallaitu am 4, nimeswali rakaa 8 au 4. Kwa kumwaza nani? Kwa kumwaza Laila. Anasema wa attakhidhu nahwaha alqibla, na naelekea kulea na kupita Laila ndiyo kibla changu. Kama tunafahamu misikiti yetu hii utakuta madirisha mbele, Allahu akbar, mtu anaswali lakini jicho liko mbele. Basi akipita Laila mbele na ndoo ya maji, yeye anageuka anafuata tu kule aliko mpaka anamalizia, lakini pengine kibla kipo nyuma yake. Idha sallaitu lastu adri athamaniyatan sallaitu am 4, nimeswali rakaa 8 au 4. Mapenzi gani haya Waislamu? Wako watu leo tunao majununu Laila. Tukuta mtu wa kumpenda tu mwanamume, basi anajiachia juu ya ghorofa mpaka chini, anaofanya ulemavu au anafariki. Tunawasikia watu wanakunywa dawa kwa sababu tunampenda sana mumewe, na kwa maana hiyo kaongeza mke ya pili, kaona kwamba yeye mapenzi hatoyapata sana, hivyo anaamua kunywa sumu ya panya ili afariki. Kampenda sana mume. Lakini tunatakiwa tuweke kwenye nafsi zetu hubbullah, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatawale moyo wa Uislamu. Kwani moyo wa mwanadamu ni sawa sawa na sponge. Napochukuliwa sponge, ukilitia katika maji sponge, ukilikamua sponge litatoka maji. Sponge ukiliweka kwenye maziwa, ukilikamua sponge litatoka maziwa. Sponge kuliweka kwenye mchanga, ukikamua sponge litatoka mchanga. Ndiyo moyo wa mwanadamu. Moyo wa mwanadamu ukimshiba Mola, anapokuja malakul maut akakamua mwili wako, basi linatoka lile jina la Mola wako, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kama mume ndo amekaa sana kwenye moyo, akija malakul maut akikamua ili atoe roho, basi inatoka mume wangu I love you, mume wangu kiss me. Maneno haya ndicho kitu ambacho umeshiba katika moyo wako. Kwa nini unakwenda kutafuta dawa ya panya unakunywa? Kwa sababu eti mume unampenda sana, ameongeza mke, utakosa mapenzi yake, hivyo unaamua kujiondoa katika ulimwengu huu. Tuwekeni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Uislamu iwe number 1. Qala shair, mshairi anasema, ta'sil ilaha wa taz'um hubbahu fa innal muhibba liman ahabba muti'u. Ta'sil ilaha, unamwasi Mungu wewe, wa taz'um hubbahu, alafu unajidai kwamba unampenda. Kumbuka basi, fa innal muhibba liman ahabba muti'un, kwa hakika mpenzi kwa mpenzi wake huwa anatii. Kama Mungu unamfanya ndiyo mpenzi wako, kwa nini hutii amri zake? Allah amemwaga neema zake, ametuwekea jua, ametuwekea nyota, ametuwekea mwezi, tunaona na tunaangalia na tunatumia faida zake. Lakini Allah anasema, nimeweka vitu hivi Waislamu pia nikakuokeeni usiku na mchana. Kwa nini Allah ametuwekea usiku na mchana? Katuwekea usiku na mchana tustarehe tu? Anasema hapana. Liman arada an yadhakkara au arada shukura, kwa yule ambaye atapenda kunikumbuka mimi Mola wake au kunishukuru. Tutumieni usiku kwa dhikri, tutumieni mchana kwa dhikri, tutumieni usiku kwa kuleta shukurani, tutumieni mchana kwa kuleta shukurani. Liman arada an yadhakkara au arada shukura. Allah ameweka usiku, ameweka mchana khilfatan, unakuja usiku, ukiondoka usiku unaingia mchana. Allah anatutaka sisi waja wake tutumie usiku huo kwa kuleta dhikri, tutumie usiku huo kwa kuleta shukrani. Ndugu Islam, kama mtu mchana ameshughulika sana, hana nafasi, basi usiku upo. Lete dhikri
kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Usiku umeshughulika sana, labda kazi zako za usiku, unakwenda kuvua huko, nafasi huna, lakini kama mchana nafasi ipo, unaambiwa tumia mchana, leta shukrani kwa Mola wako. Ndio maana Allah akaeka usiku na mchana ili watu tulete dhikri. Wa min huna qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na hapa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, thalathun ma'sumuna min iblis wa junudihi, wapo watu wa aina tatu Mwenyezi Mungu atawalinda, Allah atawahifadhi wasipate shari za ibilisi na majeshi ya ibilisi. Number 1, adh-dhakirina Allah kathiran bil-laili wan-nahari, wale ambao wanamdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi sana usiku na mchana. Liqaulihi ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Adh-dhakirina Allah kathiran, wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, fil layli wa fil nahari, usiku na mchana. Lazima utenge muda maalum. Sa muda huu nataka nimkumbuke Mola wangu, muda huu nataka nimkumbuke yule aliyeweka jua katika mbingu, nataka nimkumbuke yule ambaye ameweka mwezi katika mbingu, nakumbuka yule ambaye ameweka nyota katika mbingu kwa neema hizi ambazo kaneemesha, yule ambaye ameniwekea usiku si wa kulala tu, yule ambaye ameweka mchana si kutafuta maisha tu, lakini anataka utumie katika nyakati hizo mbili, ulete dhikri. Adh-dhakirina Allah kathiran, wenye kuleta dhikri kwa wingi usiku na mchana. Wanatumia usiku, wanaotumia mchana kumkumbuka Mola wao jalla waala. Mtu huyu atasalimika na ibilisi na ya ibilisi. Ya Rabbi, tunakuomba tusaidie katika hilo. Unapokuwa unaleta dhikri kwa wingi, shetani hakukaribii. Unapokuwa unaleta dhikri kwa wingi, ibilisi hakukaribii. Adh-dhakirina Allah kathiran bil-layli wan-nahar. Namba 2 anasema wal mustaghfiruna bil ashari, na wale ambao wanaleta istighfar usiku kabisa. Watu wamelala, unaamka usiku Muislamu, unaanza kuleta istighfar. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma ta'akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu. Ya Rabb, nisamehe makosa yangu niliyoyafanya kwa siri, niliyoyafanya kwa dhahiri, niliyoyatanguliza, niliyoyachelewesha. Ya Rabb, unaleta istighfar, unaleta toba kwa Mola wako ukiwa uko peke yako, umeacha kitanda chako, umeamka usiku wa manane, unarudi kwa Mola wako. Waislam innahum yarawnahu ba'ida, hao makufari wanaona kwamba akhira ni mbali sana, wanarahu qariba, lakini sisi Waislamu tunaona akhira ipo karibu mno. Wal mustaghfiruna bil ashar, wale ambao wanaleta istighfar nyakati za usiku. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahu alazim. Hawa wenye tabia ya kuleta dhikri, wenye tabia ya kuleta istighfar, basi huinua mbavu zao katika vitanda vyao, wanaacha kitanda chao 6 kwa 6, anatafuta maji, anakoga, anachukua udhu, anaweka msala wake, anamuelekea Mola wake. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Wanafanya kazi gani? Wanafanya kazi ya kumuomba Mola wao huku wakihofu, kwa unyenyekevu, wa tamaa, na wakiwa na matumaini Mwenyezi Mungu anaweza akajibu dua zetu, Mwenyezi Mungu anaweza kupokea istighfari zetu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile ambavyo tumaruzuku
basi wanavitoa. Utakuta mtu asubuhi ameamka ameleta istighfar nyingi sana, asubuhi ameamka ameleta dhikri nyingi sana, na ikifika asubuhi kama ana chochote kitu anatoa sadaka. Lazima vitu hivi vinakwenda vinafatana, ni watoto pacha. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kulikuwa na mwenzangu mmoja, alikuwa yeye ana tabia sana ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Anaweza kumtaja Mwenyezi Mungu kwa siku mpaka analala usiku mara 10,000. Takbiru. Analeta dhikra, sema anataja Mwenyezi Mungu mara 10,000 kwa siku. Alifanya vitu hivi mpaka kifika muda akawa anaanza kuona vitu mwanzo alikuwa haoni. Anasema anakaa, anaweza siku nyingine anaangalia mbinguni, anakuta ile wingu limejiandika Allahu Akbar. Basi anamuita mama yake, anamuita dada yake, jamani tazameni, mbona anaona Allahu Akbar, nini kile? Baadhi ya kati anaona yeye peke yake. Anaambia mara nyingine mama yake pia huwa anaona, mpaka anaogopa. Anasema chumbani mwake anakaa kwa kuleta dhikri sana na istighfar nyingi sana. Katika ukuta wa nyumba anamka subuhi anakuta pameandika la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nikamwambia wewe umepanda daraja yako imekuwa kubwa, na ukiendelea na tabia hiyo mwisho wa siku utakuwa wali. Waislamu, cha Mungu natafutwa, tutafuteni ucha Mungu kwa kuleta dhikri kwa wingi na kuleta istighfar kwa wingi. Thalathun ma'sumuna min iblis wa junudi. Watu wa aina tatu Mwenyezi Mungu atawahifadhi, atawalinda, hawatokaribiwa na iblis wala na jeshi la iblis kabisa. Adh-dhakirina Allah kathiran wal mustaghfiruna bil ashar. Mtu wa tatu Mtume akasema ni wale watu ambao wapo katika hadithi ya Bwana Mtume alivyoelezea, akasema kwamba at'imu ta'ama, kwenye na utamaduni wa kulishizana chakula, kupeana chakula, kusaidiana. Wa afshu salama, na muone utamaduni wa kutoleana salamu. Lakini pia muwe na utamaduni wa kuamka usiku hali ya kuwa nasu niyam, hali ya kuwa watu wamelala, kuamka usiku kwa ajili ya kuswali. Kwa hivyo huyu ambaye atakuwa na tabia ya kutoa chakula kusaidia wenzake, ana tabia ya kuwasalimia wenzake, na ana tabia ya kusimama usiku, ana tabia ya kuleta dhikri, ana tabia ya kuleta istighfar katika usiku. Sifa hizi Mwenyezi Mungu kama unazo, Allah na kujalia, jeshi la ibilisi halikukaribi abadan. Alafu mwisho hadith Allah akasema, Mtume akasema tadkhuluna aljannata bisalamin, mtaingia katika pepo kwa salama. Isha'i salam wa it'ami at'am wa qiyam al-layl wan nasu niyam, tadkhuluna aljanna bisalam. Kulishizana chakula Waislamu, ambapo leo jirani anapika chakula cha tunu kumpelekea jirani mwenzake tu, anaona shida, anaona huyu atafaidi huyu. Manake utakuta mtu anafanya uroho mpaka wengine yani hujui usimulie kiasi gani. Unapika chakula cha tunu, nyumba hii na nyumba hii, mpelekee jirani yako. Hiyo ndio itaamu taam, mlishe, mpe aonje. Jirani yangu mmepika mkate wa mchele ule wenyewe laini, very smooth, sio ule wenye magozi. Muonja, unampelekea, anaonja jirani yako. Hiyo ndio itaamu taam. Umepata chakula cha tunu, mpelekee, mtolee salamu. Amka usiku, tadkhuluna aljanna bisalamin, mtaingia peponi
kwa salama kabisa. Haya ndio mambo ambayo katika jamii yamo. Leo majirani wangapi hawapelekeani vyakula, au mwanzo walikuwa wakipelekeana lakini wamekatisha kwa sababu ya kusemana na uroho mbaya. Wangapi leo hawasalimiani Uislamu? Unadhani tabia hizi za kutokusalimiana, tabia za kutokusaidiana zitapelekea kwamba wewe uingie katika pepo kwa salama? Hii haiwezekani. Utakuta mtu anakula chakula ndani mwake, anasikia ile hodi, kwa ule uroho anasema subhanallah, ili onekane kwamba anaswali. Kumbe uroho it'am at'am. Waislamu, kwa namna gani utaingia peponi kwa salama? Siku ya kiyama kuna sirat. Katika sirat imesifiwa hii sirat kwamba sehemu moja, ncha moja ya sirat ipo katika moto na ncha moja ya sirat ipo katika pepo tukufu. Sirati hii ina makali kama vile kiwembe, na wembamba wake kama vile labda unywele. Unatakiwa hapo upite Muislamu. Kuna watu watapita kwa kusota, kwa kutambaa, kwa madhambi mengi. Kuna watu watapita wanasimama kwa miguu, wanapita hatua ndogo ndogo. Kuna watu watapita kalbarki al-atif, kama umwesa tu. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe katika hao. Kuna watu wataonekana tayari washapita, wameninginia katika magogo ya pepo, katika nguzo za pepo wameninginia. Malaika atauliza, "Nyinyi mbona mko huku?" Watasema, "Sisi Mwenyezi Mungu ametuahidi atatuingiza peponi bighairi hisab. Kwa hivyo ndio tupo kabisa maeneo ya pepo, tunasubiri amri, tuingie." Kwa hiyo katika hii sirat kuna watu wataanguka hapo Uislamu. Mtu anapita na tambaa, ataanguka. Wapo watu ambao wataingia katika moto bila ya hisabu, wanaudhu billahi min dhalik. Mtu anaanguka hapo, anakwenda chini kabisa katika moto wa jahannam. Sasa kwenye sirati hii kuna moto unaning'inia pembeni, unawaka hivi, vuke la moto kweli kweli. Sasa wale ambao walikuwa wanamka qiyamul layl, wale ambao walikuwa wanaleta dhikri usiku, wale ambao istighfar usiku kwa wingi, na ikifika asubuhi wa mimma razaqnahum yunfiqun, wanatoa vile ambavyo tumewaruzuku. Wale ambao walikuwa na tabia za it'am, kulishana chakula, kusaidiana, wana tabia kutoleana salamu, wana tabia ya kuamka usiku kwa maana ya kuswali, wataingia peponi kwa salama. Hapa kwenye sirat ule moto utasema, ukikuona tu, huyu ndio yule ambaye alikuwa anamka usiku, huyu ndio yule ambaye istighfar kwa wingi, huyu ndio yule ambaye alikuwa anatolea salamu wenzake kwa bashasha, huyu ndio yule ambaye alikuwa analishiza wenzake, anawasaidia wenzake kwa moyo safi. Anakuambia, jun sari'an ya atiq Allah, jun sari'an ya atiq Allah, pita haraka ewe uliwachwa huru na Mungu. Mungu akuacha huru na moto, usiingie motoni, pita haraka. Fa innali muhadhabatun ilayka, leo mimi nimeambiwa nikuheshimu, pita haraka. Basi unapita haraka. Ya Rabbi, tunusuru waja wako, tupite haraka hapo. Sehemu hiyo nzito sana Waislamu, ambapo machumi yake yapo katika mgongo huu wa ardhi. Huko ni malipo tu Waislamu, unakwenda kuona ile neema yako ambayo Allah atatuneemesha. Ya atiq Allah, ewe uliwachwa huru na moto, jun sari'an ya atiq Allah, fa innali muhadhamatun ilayka, mimi nimeambiwa nikuheshimu, nisikusumbue, nisikupe tabu, pita kwa haraka sana. Ndugu Islam, leo wangapi katika sisi tuna utamaduni wa kuamka usiku? Wangapi katika sisi tumejiwekea muda maalum wa kulia na kulalamika kwa Mola? Mara ngapi Mwenyezi Mungu tumemwasi?
ikiwa tunajua na ikiwa hatujui, kwa maksudi, kwa bahati mbaya. Kuna makosa mtu nafanya kosa hili nafanya, Mungu atanisamehe bana, lakini nafanya. Mara ngapi umetenga muda kulalamika, kusikitika? Tunatakiwa tuwe kama vile watoto wadogo. Mtoto mdogo anapokukosa, utamuona anakuja pale mbele yako, akifika anakaa anajikunja, anakutizama kwa jicho la huruma, anajikunja sana, mpaka mama, kwa vile mtoto anavyojikunja unamhurumia. Mwenyewe anamwambia basi mwanangu, anjo. Mwenyewe mama anamwambia basi mwanangu, anjo, usifanye tena. Kwa vile mtoto alivyojikunja na kusikitika mbele yako kwa kujitia kosa ambalo amekufanyia. Kwa nini na sisi tusiwe kama watoto wadogo, tukamka usiku? Kwani usiku wa Islam ni suqun ahadul akhira. Usiku ni soko la watu wa akhira. Watu wa akhira wote wanamka usiku, ndio soko lao. Wanahar, na mchana, suqun ahlud dunya. Mchana ni soko la watu wa dunia. Ndio maana utakuta kwamba mchana watu wengi, ya Rab nipe, Rabbi nipe, amin, watu wengi. Lakini usiku utakuta kundi dogo sana, au sema kana qalilun min al-layl ma yahjaun. Walikuwa wanalala usiku tu hawa wacha Mungu, usiku mdogo ndio kwa wanalala. Na watu wenyewe walikuwa pia ni wachache ambao walikuwa kunyanyua mikono yao. Ukifika usiku watu wameamka, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma ghufranka ya Rabbi nisamehe, Mwenyezi Mungu aleta toba, nilikukosa kosa fulani, najutia kosa langu ya Rabbi. Ndani ya kumhili la mwisho, Mwenyezi Mungu nisamehe makosa yangu yote. Unayataja hasa yale makosa uliyofanya na kutoka machozi, kusikitika kwamba Allah kusamehe, kwani Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim, ni mwingi wa kusamehe. Lakini Waislamu pia Mwenyezi Mungu Shadidul Iqab, ni mwingi wa adhabu. Mara ngapi tumetenga muda? Basi Waislamu, umefika sasa ule muda wa kulalamika malalamiko yetu. Mwenye maradhi ya kutaja maradhi yake. Mara ngapi umetembea kwa waganga wangapi mpaka leo bado hujapoa? Katika mwezi wa kula mchana, mara ngapi umenyanyua mikono bado maradhi hujapoa? Mara ngapi? Mara nyingi sana. Lakini umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika mwezi ambao Mwenyezi Mungu mtukufu kuna usiku wenye cheo, usiku maalum, upo kipekee kabisa. Usiku huu kauweka maalum kwa ajili ya umma huu, ummatu Muhammadia, umma huu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana nabii sallallahu alaihi wasallam ahya laylatahu wa ayqadha ahlahu washtadda mizarahu. Ndani ya usiku huo wenye cheo, na hususan katika 10 la mwisho ndipo unapatikana usiku huu. Basi Mtume unapoingia lile 10 hili la mwisho, alikuwa yeye ule usiku kama mchana halali. Alikuwa anamsha watu wake. Jamani, yani ikiwezekana Uislamu watakiwa waweke kikao pale nyumbani, wite wanao, mke wako, mkae jamani, 10 la mwisho limeingia hili. Yani mweke mazungumzo kidogo kuhusu 10 la mwisho specific. Hakuna kulala. Anamsha watoto wake, wake zake wote wanahuisha usiku. Na alikuwa anakaza shuka lake. Hii ni kinaya, kukaza shuka hapa Waislamu. Alikuwa Mtume yeye anajiepusha kwenye 10 hili na kuendea wake zake. Alikuwa yuko busy sana na ibada, ndio maana alikuwa akikaza shuka lake. Haina maana kwamba akachukua shuka analikaza kiunoni. Kukaza shuka hapa, hii ni kinaya katika lugha ya Kiarabu. Maana alikuwa anajiepusha kidogo kufanya mambo haya ya mapenzi usiku.
kwani yuko busy sana na ibada, anajihimu, sababu anamwamsha mkewe, anamsha wake zake, njoni. Kwa hiyo wote wako busy na ibada. Mtume Muhammad sallallahu alaihi, yeye alikuwa anafanya hivyo, ambaye amesamehewa makosa yote, amesamehewa madhambi yaliyotangulia, madhambi yajayo, aliyekuwa akiamka usiku hata tatafattaru qadamahu, mpaka nyayo zinavimba, akinyanyua mikono mpaka makwapa yanabubujika maji kwa kuomba. Mama Aisha anamwambia, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, mbona unafanya mambo yote haya, mbona unajiumiza hivi, unasimama sana mpaka nyayo zinavimba, unanyanyua mikono kwa kuomba sana mpaka makwapa yanabubujika maji, mbona unahangaika hivi? Mola wako amekusamehe madhambi yako yote, madhambi yaliyotangulia, madhambi yajayo. Mtume akamwambia mkewe, afala akunu abdan shakura, kama Allah kanisamehe madhambi yaliyotangulia, madhambi yajayo, hivi nisiwe mja mwenye kushukuru? Naleta shukurani kwa Mola wangu kwa kunisamehe. Kwani mtu akikupa zawadi hata asante huna? Mume wako kakuletea zawadi ya kanga, mume wako kakuletea zawadi ya kitambaa kizuri, mume wako kakuletea baibui zuri, kakuletea dira zuri. Mke wangu, zawadi yako hii, kwa nini husemi asante mume wangu? Utashindwa kusema hivyo? Mola wako amekusamehe kila dhambi, utashindwa kuleta shukurani? Analeta shukurani ya kauli na kivitendo, alhamdulillah, na uko anasimama kuleta shukurani zake. Leo unaweza ukachukua zawadi ukampelekea mke nyumbani, ukanunua kanga, mke wangu kanga hii imekuletea, ukamfanyia surprise. Basi yule mke anaweza akaichukua akasema, na wewe naye unatupa pesa zako bure mume wangu, bora za pesa unganipa ngenda kununua mwenyewe. Hamtii moyo, hana hata asante. Siku ya pili anavunjika moyo mume, haleti tena kanga nyumbani. Kwa sababu nini? Shukurani huna. Afala akunu abdan shakura, kwa Allah nisiwe mja mwenye kuleta shukurani? Ambaye haleti shukurani kwa wenzake, basi hata kwa Mola hana shukurani. Alikuwa huyo ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mwenyezi Mungu katuletea huu usiku maalum, usiku wenye cheo, unaitwa Lailatul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya Rabbi, tunakuomba uturuzuku usiku huu mtukufu, usiku ambao Islam ndiyo Qur'ani imeteremshwa. Qur'ani haijateremshwa katika 10 la mwanzo, Qur'ani haijateremshwa katika 10 la pili. Qur'ani imeteremshwa 10 la mwisho. 10 la mwisho ndio mpango mzima. Katika 10 la mwisho ndio kuna kitu kinaitwa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Usiku huo wa Islam ni bora sana kuliko miaka 1000. Na wanasema miaka 1000 ni sawa sawa na miaka 83. Nani katika sisi atapata umri wa miaka 83?
Nani katika sisi atapata umri wa miaka 90? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alililia wivu kila akiangalia watu wa Nuh wanaishi muda mrefu. Mwenyewe Nuh, Mtume Nuh alaihi salatu wassalam aliishi miaka 1000 kasoro 50. Zama hizo akifa mtu na miaka 300, mama mtu anasikitika, mwanangu kafa mdogo, mwanangu hata sijamuona, mwanangu sijamfaidi. Mtu na miaka 300 kafariki, watu wanalia kweli kweli, wanalia kwamba huyo kafa mdogo na wanasikitika. Lakini kaumu hii, watu wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Tunasema umri wa ummati huu ni baina ya 60 na 70. Ndio umri. Ukipata 71 72 ile kama ni zawadi tu. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika umma zilizopita hizo za kina Nabii Allah Nuh, lakini za Nabii Musa, kulikuwa kuna kijana jahada fi sabilillah, alipigana jihadi, walabisa silah, huku amevaa nguo zake za kijeshi. Alipigana kwa muda wa miaka 1000. Rawa anna rajulan labisa silah, alichukua silaha zake, wajahada fi sabilillahi 1000 shahrin, akapigana kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu miaka 1000. Anapigana jihad ili kuhakikisha kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inakuwa wapi? Inakuwa juu, na mengine yote yanakuwa wapi? Yanakuwa chini. Kajitolea miaka 1000. Sasa Mtume alipopata taarifa hizi, Mtume akahisi wivu, akaona kama kweli umma huu wamepata umri wa miaka mingi, miaka 1000 anapigana jihadi, thawabu nyingi anapata huyu, akiangalia umati wake miaka 60, miaka 70. Basi fatamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume naye akatamani laiti na umati wake wangepata opportunity hii. Akasema, ya Rab, Mola wangu, ju'ilat ummati aksarul umam a'mara wa aqalluha a'mala. Umma wangu huu umekuwa ni umma ambao una umri mdogo, tutapata vipi khairi kama hizo wenzetu wamepata? Umma wangu huu aqalluha a'mala, hata amali zao chache, wavivu wengi. Ya Rab, laiti na mimi ningepata fursa hii. Akaambua na Mola wako, ya Muhammadu, lailatul qadr khairul laka wa li ummatika, nitakupa usiku wenye cheo, ni bora huu kwako wewe na kwa umati wako, na usiku huu khairun min 1000 shahrin, ni bora kuliko miaka 1000 alladhi jahada dhalika rajul fi sabilillah, kuliko ni bora usiku huo wenye cheo kuliko hata ile miaka 1000 ambapo huyo kijana katika umma hizo alipigana kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Hapa Uislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsi yake ikatulia, akapewa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Yote ambaye ataamka usiku akaswali kwa nia safi, imanan wa ihtisaban, na akaudiriki usiku huu, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake yote yaliyotangulia. Usiku huu wa Islam unatakiwa watu wafanye jitihada kutafuta, kwani ndani yake kuna fadhila nyingi sana. Miongoni mwa fadhila zake namba 1, kwamba Lailatul Qadr khairun min 1000 shahrin, usiku huu wenye cheo ni bora
Kuliko nini? Ni bora kuliko miezi 1000. Hii ni faida ya kwanza, ni fadhila ya kwanza inapatikana ndani ya usiku huu wenye cheo. Ya Rabbi, tunaomba utusaidie, utuweke macho, utuondeshe uvivu, utupe ilham ili tuwahi usiku huu wenye kheri. Amali yoyote njema ambayo itafanywa ndani ya usiku huu, qiyamiha wa salatiha, kisimamo, swala, tilawatiha, ukisoma Qur'an au ukileta tasbih ndani ya usiku wenye cheo, basi ni bora kuliko miezi 1000. Tarawih ambayo inaswaliwa ndani ya usiku wenye cheo, swala ya usiku ambayo itasaliwa ndani ya usiku wenye cheo, tasbih ile kusema subhanallah, alhamdulillah, maneno haya ukiyasema ndani ya usiku wenye cheo, basi ni bora sana kiamali kuliko miezi 1000. Nani ambaye hataki opportunity hii? Hizi ni ofa. Mwenyezi Mungu ametoa ofa hizi, ofa maalum kwa ajili ya vipenzi vyake, na vipenzi vya Mwenyezi Mungu ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani mara moja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asbaha hazinan, aliwahi kuamka asubuhi moja ana huzuni sana, amehuzunika kweli kweli. Masahaba wakamuuliza, limadha naraka hazinan, mbona tukuona na huzuni hivi ya Rasulullah? Akasema, qalbi 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 ishtaqa qalbi ila ahbabi, moyo wangu jamani, moyo wangu umetamani vipenzi vyangu. Masahaba akashtuka, wakamwambia, awalasna ahbabaka ya Rasulullah, hivi sisi sio vipenzi vyako? Tuko pamoja muda wote huo, tumepigana vita pamoja, tumekwenda Badri pamoja, tumekwenda Ahzab pamoja, kumbe sisi sio vipenzi vyako? Mtume akasema, la, bal antum ashabi, nyinyi ni masahaba zangu, wa ahbabi, na vipenzi vyangu, yaatuna min ba'di, vitakuja baada yangu mimi kuondoka, yu'minuna bi wa lam yarawni, wataniamini hao pasi ya kuniona. Mtume alikuwa na tutabiri sisi ndio ambao tumemwamini mtume bila kufanyaje, bila kumuona. Kwa hivyo sisi ni vipenzi vya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alitetea vipenzi vyake, akaomba, akatamani, Mwenyezi Mungu akampa usiku wenye cheo, ili vipenzi vyake ambao vitakuja nasi tubahatike tupate. Kwani umri wetu ni mdogo sana, amali zetu ni chache, muda wetu fanya amali ni mdogo sana. Lakini ukipata Ramadhani kama 2-3 tu, usiku huu wenye cheo, wewe mambo yako mazuri sana, na tunasema wewe umepenya, mambo yako super kabisa fi dunia wal akhirah. Tumuombeni sana Allah atujalie tuwahi na tuudiriki usiku huu wenye cheo. Siku wenye cheo wa Islam ni faida ya kwanza na fadhila ya kwanza, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Faida ya pili na fadhila ya pili inapatikana ndani ya usiku wenye cheo, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika wengi sana, wanateremka malaika wote, wako wengi kweli. Wanasema ulama, malaika wanateremka wanakuwa ni wengi sana kuliko hata watu ambao wako ardhini. Wengine wanatembea kwa kunyata na kunyanyua vidole kwa nafasi ndogo. Waruhu fiha, na yule mkuu wao wanateremka Jibril, wanateremka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hapo wanakadiria mambo yote, wanafanya bajeti za mwaka mzima kuhusu mvua, uchumi, riski,
mambo yote yanafanywa hapo, wanakadiria kila kitu. Kwa mwaka huu wafe wangapi, kwa mwaka huu wazaliwe wangapi, wanashuka. Wanaranda katika mitaa yetu, katika majumba yetu, ndani ya misikiti, mle watu wanafanya ibada. Wakati huo watu wengine wameamka, wananyanyua mikono, Allahumma inna tubna ilayka, Allahumma inna tubna ilayka, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mama Aisha alimwambia Mtume, usiku huu wenye cheo ni kudiriki niseme nini? Akaambiwa, faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malaika anashuka Jibril na malaika wengine wako mitano na randa, wanakuja msikitini usiku wa manane, pale giza totoro, watu wengine wamelala, wanashuka. Wanada munad, kuna sauti inatoka, fahal min taibin fayuqbalu taubatahu. Je, katika usiku huu malaika wote wameshuka, Jibril pia ameshuka, yuko yeyote ambaye analeta toba yake ipokelewe? Kama upo, ndio mimi ya Rab. Wale walisimama wote, ndio sisi. Mwenyezi Mungu unatuona. Fahal mustaghfirin fayustaghfar lah. Je, yuko mwenye kuleta istighfar ili Allah pokee istighfari zake? Kama wewe umesimama, ndio sisi ya Rabbi tuko macho. Huoni tupo hapa tunaleta istighfar? Fahal min sa'ilin. Je, yuko mwenye kuomba, yuko mwenye shida yoyote ikubaliwe shida yake? Ya Rabbi tupo, ndio sisi. Ile shida yako ambayo ngumu imeshindikana, watu wote wameshindwa, shida ambayo imeshindikana kutatulika ndani ya mwezi wa kula mchana, shida ambayo imeshindikana kutatulika ndani ya 10 la rehma, shida ambayo imeshindikana kutatulika ndani ya 10 la maghfira, itatatulika ndani ya 10 hili la itkun minanar, katika usiku wenye cheo, usiku maalum. Upo maalum kwa ajili yetu Islam. Tupunguzeni usingizi. Kwa nini tunalala sana? Na hizi ndio fursa, hizi ndio opportunity, ofa maalum katuletea Allah Jalla wa Ala. Kwani Mwenyezi Mungu yeye hana shida kabisa kutuadhibu sisi, kabisa, wala hana shida na ibada zetu. Lakini sisi tunatakiwa tujipendekeze kwa Mwenyezi Mungu. Fa idha faraghta fansab, ukimaliza kufanya ibada zako za faradhi, jipendekeze kwa Mola wako. Tutafuteni usiku huu wenye fadhila, tupeane mikono na malaika, tusalimiane na malaika, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalia tutauona usiku huu, tutauwahi usiku huu. Jambo la tatu Uislamu ambalo ni fadhila inapatikana katika usiku huu ni salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ni salama na amani na utulivu wa kweli kabisa katika usiku huu, tena min awwal yawmiha ila alfajr, kuanzia mwanzo, siku ya mwanzo kabisa, siku yake ile mapema kabisa mpaka alfajiri, ni amani tupu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani na utulivu. Neno salamu Uislamu katika aya hii lina maana karibu 2 mpaka 3. Nitajaribu kutoa maana 2. Salamu ya kwanza hapa, manake wale malaika wakija huo usiku wanasalimiana na waumini, assalamu alaikum ayuhal mu'minun. Sisi ndio hatuwaoni. Laiti Mwenyezi Mungu anazibua vizibo vya macho yetu tukawaona malaika, nadhani watu wengine wangezimia kwa maumbile yao. Tunapenda nao mikono, assalamu alaikum ya ayuhal ikhwatul muslimun, amani iwe juu yenu, salamun hiya. Wanakusalimia usiku mzima yule na kutakia dua kwa Mwenyezi Mungu, fulani ya Rabbi msamehe. Yani malaika wanatutakia dua pia, fulani huyu analia kwa ajili yako, ya Rabbi msamehe. Alafu salamu ya pili ni amani, kwa maana kunakuwa peace. Wanasema wataalamu,
hakuna usiku hata mmoja duniani ambao ima meli haizami au ajali hazitokezei au vita havipiganwi, isipokuwa katika usiku huu. Ndani ya usiku wenye cheo ni amani. Amani all over the world, ulimwengu mzima. It is cosmopolitan. Ulimwengu mzima ni amani. Ndani ya usiku huu mmoja husikii kwamba kuna nchi fulani meli imezama. Ndani ya usiku huu Waislamu miujiza yake husikii kuna mtu kagongwa na gari, husikii kuna mtu kaanguka na vispa, husikii kuna watu wamepigana visu. Hakuna adhabu. Hata kama kuna nchi unasikia zinapigana, automatically ndani ya usiku huu zenyewe tu hazipigani, utakuta wamejipumzisha hafla tu. Ni usiku maalum, una siri nzito sana. Malaika wanatawalia. Salamu, it's peace, utulivu, amani. Hana mtu anapata madhara. Ndani ya usiku huu hakuna nyumba inaibiwa. Ndani ya usiku mmoja, usiku wenye cheo wa Uislamu. Mwenyezi Mungu ya Rabb, tujalie tuwahi usiku huu wenye cheo. Lailatul Qadr khairun min alf shahrin. Wanasema ni karibu miaka 83. Usiku mmoja tu. Wewe hata kama unaumwa, basi kaa macho, lete tasbih. Pale pale kitandani, vuta tasbih, lete dhikri. Lakini je, utajiwaje usiku huu unapatikana mwezi gani? Ndio maana Bwana Mtume sallam 10 la mwisho lote hili akawa yeye anakesha. 10 lote la mwisho hili anaamsha watu wake, kwa sababu unaweza ukalala siku moja, pengine ndio siku yenyewe hiyo kabisa. Uislamu قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن, hao ndio waja wa Mungu. Ya Rabbi, tunakuomba tuwe waja wako wema. Tunajisikia raha tukiitwa ibadur rahman, waja wa Mungu. Ya Rabbi, sisi tusiwe waja wa mashetani. Ya Rabbi, tusiwe waja wa Iblis. Tunaomba ya Rabbi tuwe ibadur rahman. Ndugu Islam, pana siri nzito sana katika usiku huu, usiku wa pekee. Leo mtu ana shughuli ya mwanawe, basi halali. Leo mtu ana shughuli ya shemeji yake, ya ndugu yake, anakosa usingizi kwa kufikiria kesho itakuwaje. Biharusi kama anaolewa asubuhi, hapati usingizi kabisa. Itakuwaje? Leo ndo atakuwa ndo wangu yule. Yani kwanza, yani anawaza. Bwana harusi kama harusi yake ni alfajiri, usiku hauji, ndo binti kwanza kesho atakuwa wangu, ndo kwao atakuwa halali tena. Kama harusi yako ndo kwanza ya kwanza ile, hujawahi kuolewa, harusi alfajiri, mbona hulali? Mbona usingizi hauji mpaka lishe lile jambo? Kwa nini unashindwa kuvumilia 10 hili moja ukaipata hii Lailatul Qadr, usiku wenye cheo wa Uislamu? Na ndio maana Mwenyezi Mungu mtukufu akatuwekea mchana, ndio maana Mwenyezi Mungu akatuwekea usiku, ndio maana Mwenyezi Mungu akatuwekea jua, akatuwekea mwezi. Vyote hivi Waislamu si bure, kwa kutupenda. Tumpendeni Mwenyezi Mungu, tujipendekezeni kwa Mwenyezi Mungu, kutumia vitu hivi ambavyo kaleta kwa ajili ya kuona, ili Mwenyezi Mungu akatunusuru na moto wake, moto wa Jahannama, moto mkali mno, moto wenye milango 7, ambapo kila mlango na watu wake maalum wamepangiwa.
moto ambao wenyewe kwa wenyewe unaunguzana. Yule malaika wa motoni anapotazama ule moto, basi ule moto kwa kumuogopa yule malaika unawaka na kugombana wenyewe kwa wenyewe. Jicho tu la malaika. Leo anakwenda kuchukuliwa kibinadamu mwenye ngozi dhaifu, anaambiwa hudhuhu, mtupeni, mchukueni, mtupeni katika moto wa jahannama. Ngozi zetu ni laini mno, haziwezi kuvumilia joto la moto wa jahannama. Ya Rabbi, tunaomba joto hili la saumu likaunguze joto la moto wa jahannam. Ndugu Islam, tuna kazi nzito mbele yetu umetukabili. Mwenyezi Mungu anatupururia. Mtu unaweza kalala ukamka asubuhi, alhamdulillah, si jambo wa afya, mimi mzima bana, nashukuru. Unadhani na kesho utaamka tena. Hafla mumeo amekuletea samaki mkubwa wa vipande, tonge kwa tonge hulitaka, nasema mimi situmii baby, unamuita baby. Unapata tonge kwa tonge hulitaki, anakuletea vipande, labda na kesho nitapata tena, anakuletea kuku. Nafsi nasema na kesho nitapata tena, ukiletea na kesho nitapata tena. Kumbe siku ya pili hufiki Muislamu, kinakuja kitu chenye kukata ladha ya maisha. Kwani mauti ni mlango, kila mmoja atapita. Mauti wa Islam ni glasi ya maji, kila mmoja atakunywa. Unasema kesho nitapata tena, hufiki. Ndio ile nitaswali kesho, nitamka kesho, siku ya pili nitamka kesho, siku ya pili huamki Muislamu. Mlani shetani, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kuanzia sasa sema na waitu na nuhia hili 10 la mwisho kulifanyia kazi. Kwani dunia hii, ad-dunya 3 ayamin, dunia wa Islam ni siku 3 tu. Huu mambo yote dunia ni siku 3 tu. The only 3 days, siku 3 tu kwa hisabu. Ad-dunya 3 ayamin, dunia ni siku 3. Yaumun qad madha, siku moja imeshapita. Ma biyadika minhu shay'un, huna tena mikononi mwako. Nani hapa nayo jana? Tunayo? Jana imeshapita, na ikipita ndio imepita hiyo. Wa yawmu ghad, na siku ya pili ni kesho. La tadiri, hujui atudrikuhu am la, utaiwahi hiyo kesho au hutoiwahi. Wa yawmun anta fihi, na siku ya 3 ndio hii ambayo unayo hivi sasa hivi. Basi fahtanimhu, ifanyie kazi. Kwani ile ya jana ndio imepita, huna tena, na kesho hujui kama utafika. Hii ambayo nayo fahtanimhu, ifanyie kazi. Utaifanyia kazi vipi? Utaifanyia kazi vipi Waislamu? Lazima urudi uwe katika ibadur rahman. Wa ibadur rahmani alladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Ibadur rahman wana tabia hii, wanakesha kwa Mola wao sujadan, wanaleta sijida, qiyaman, siku ya kisimamo, ili kuitumia hii siku ambayo tunayo. Na wakisimama usiku wanasema Rabbana asrif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama. Ya Rabb, tuondoshe adhabu ya moto wa jahannama, kwani adhabu yake gharama, yenye kuumiza, yenye kugharikisha, yenye kudumu, yenye kubabua, hatuiwezi. Wanaomba hii siku ambayo nayo fahtanimu, itumie kwa hilo.
tumia siku hii kuitafuta basi Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Wa dunya 3 saati, na hii dunia Waislamu ni masaa matatu. Ulimwengu mzima masaa matatu. Tunaambiwa na masaa 24, lakini watu wenye akili wakasema hapana, matatu tu. Wakasema saatun qad madat, saa moja limeshapita. Hebu angalia saa yako, saa ngapi sasa hivi? Kama ni saa 5, basi ujue saa moja vipi ishapita. Swali, je, utalipata tena hilo? Hiyo saa iliyopita utaipata tena? Huipati tena. Kad madat. Wa saatun, na saa nyingine la tadri atudrukuha am la, utaiwahi au hutoiwahi. Sasa hivi ni saa 5, saa yangu inasema, lakini mimi mwenyewe binafsi sijui kama saa 6 nitaiwahi au sitoiwahi. Wewe pia hujui saa 6 utaiwahi au hutoiwahi. Waislamu tunafahamiana. Wa saatun anta fiha, na kuna jisaa ambalo ndo unalo hivi sasa hivi, basi faqtanimhu, lifanyie kazi. Hii saa 5 ambayo ndo tunao ifanyie kazi. Leta tasbih kutoka moyoni, leta dhikri kutoka moyoni. Masikio yako sikiliza mambo mazuri, kwani masikio haya watu wenye miziki wanayataka. Masikio haya watu warusha roho wanayataka. Masikio haya watoaji mawaidha wanayataka. Kila mmoja anataka nyimbo yake watu waisikilize. Allah anataka pia maneno yake yasikilizwe. Utachagua wapi? Hii nafsi yako mwenyewe, fanya uamuzi. Wa dunya 3 anfas, na dunia Waislamu ni pumzi 3. Kuna nafasun madat, upumzi mmoja shapita. Hapo ulipo sasa hivi, kabla hujameza mate umehema, pumzi moja shapita, hiyo huipati tena, sio yako tena, hiyo imeshatoka. Upumzi ule ambao umepumua, je, ulipumua na tasbih? Yani ulikwenda na tasbih, ulikwenda na dhikri, au ulikwenda na neno la kejeli? Wa nafasun la tadri, na kuna upumzi wa mbele yako hujui kama utauwahi au hutauwahi. Wa nafasun anta fiha al'an, na upumzi ambao unao hivi sasa unapumua, huo ndio wako. Faqtanimha, fanyie kazi. Kumbe mwanadamu la yamliku yawman wala sa'atan, mwanadamu hamiliki siku wala hamiliki saa, lakini anamiliki upumzi ambao unao hivi sasa. Ufanyie kazi kabla muda haujakufutwa. Kimbilia zile neema za Mwenyezi Mungu. Sa'id abdun li maulahu muti'a wa yas'a fi awamirihi sari'a, idha nada almunadi kun sami'a, hali dunya wa ma fiha jami'a, siwa dhillin yazulu ma'an nahari. Sa'id abdun li maulahu muti, mja mwema anakuwa kwa Mola wake ni mwenye kutii. Wa yas'a fi awamirihi sari'a, na anakimbia katika amri zake haraka haraka. Hali dunia wa ma fiha jamia, ulimwengu huu tunaoona Uislamu na vitu vyote ni jivuli tu, hili linaondoka linaingia linarudi, si lolote, si chochote. Kwa hivyo basi faqtanimha, hii upumzi ambao nao ufanyie kazi, hautorudi tena. Waislamu wangapi walikuwa natamani kuidiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka. Fursa hii haitorudi tena kwetu Waislamu. Ni fursa dhahabia, fursa muhimu sana. Siku hiyo Mtume aliwaambia masahaba zake, aliwaambia zurul kubura fa innaha tadhkiratan lil akhirah. Aliwaambia masahaba,
Kuweni na utamaduni wa kuyatembelea makaburi, mpite kule, kwani hayo makaburi tadhkiratan lil akhirah, ni ukumbusho wa akhirah. Sasa Sayyidina Ali karramallahu wajha akatembelea makaburini, akaenda kule makaburini. Alipofika pale makaburini akasema, assalamu alaikum ya dar al-maqabir, akatolea salamu. Yanasikia wale watu, wanasikia Waislamu, kwani kiwiliwili tu ndicho kinaoza, lakini roho haiwozi. Roho ipo. Ukipita katika makaburi unatakiwa utoe salamu, assalamu alaikum ya dar al-maqabir wa inna insha Allah min al-lahikin, amani juu yenu enyi watu ambao mmo makaburini humo, Mungu akipenda tutaonana, na sisi hatuna ujanja, tutakuja huko. Roho zinasikia. Asa alipofika Sayyidina Ali akatoa salamu, assalamu alaikum ya dar al-maqabir wa inna insha Allah min al-lahikin. Akasema maneno, akasema, ya darul maqabir, enyi nyumba hizi za makaburini nye, inna amwalakum qusimat, zile mali zenu mlizoziacha kule majumbani kwenu watu wameshagawana. Kama uliacha mirathi, watu wamegawana. Uliacha mipesa mingi, umeshindwa kuitoa kwa ajili ya kheri ndani ya Ramadhani hii, mathawabu mengi, mipesa umeacha mingi, watoto wametumia vibaya, wamekwenda huko, wameelewea, watu wameshagawana. Qusimat, masahaba kukimya. Wa inna buyutakum sukinat, na yale majumba yenu mazuri mliojenga, mkapamba vizuri, mkajenga majumba manne, matano. Utakuta mtu anajenga jumba kubwa la kwanza, anajenga la pili, la tatu, alafu yeye analala kipembeni kule. Anachukua kitanda kipembeni ndio analala jumba lote hilo, lakini analala kwenye kipembe, kuonyesha kwamba si chochote, si lolote. Sasa watu wenye akili wanajenga, wanatengeneza akhira. Mtu anajenga msikiti wa kwanza, jenga msikiti wa kwanza. Mtu anajenga msikiti wa pili, anajenga madrasa, anachimba kisima, anajenga hospitali ya kutibua kina mama ya Kiislamu, anajenga vituo vya mayatima, anatafuta watoto wenye kwenda vyuo vikuu ambao hawana kitu, anawasomesha. Hata mwenyewe kwenye hesabu zake anajua, akhira yangu alhamdulillah. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atujalie utajiri wenye manufaa ili tutengeneze akhira. Sababu Mwenyezi Mungu akujalia mali zenye kheri. Ndio maana Mtume akasema, ukipata mali uombe dua, useme Allahumma ja'alhu ala aidina wala taj'alhu fi qulubina. Ya Rabb, hizi mali unazotupa uzijalie ziwe katika nini? Katika mikono, zisiwe katika moyo. Mali kuziweka kwenye moyo zinaganda, kutoa huwezi. Na watu wanapoambiwa kutoa wanadhani labda watu wanawaomba, lakini hapana. Mwenyewe Mwenyezi Mungu ndo anahimiza watu watoe. Toeni mali zenu fi sabilillah, mjiwekee hakiba kwa ajili ya akhira. Na pia akasema hizo mali pia sio zenu, almalu mali, mali ni mali zangu mimi, wal jannatu jannati, na pepo yangu mimi, wa antum abidi, na nyinyi waja wangu mimi ndio nilokuumbeni. Mmekuleteni hapa duniani, mlikuwa uchi kabisa, mmezaliwa uchi kabisa hapa, hamna mpango wowote, nikaleta kheri, mkapata mali, mkafundishwa. Basi ishtaru jannati bimali, nunueni pepo yangu hii kwa mali zangu. So chukua pesa yako mingi, uende mahala ukamtafute Mungu, umpe mapesa. Mwenyezi Mungu umeleta bilioni zangu zataka pepo. Hapana. Kununua pepo ya Mungu ni kufanya yale ya kheri. Hebu jenga masajid, jenga madrasa, wafadhili walimu wa madrasa ambao hawana mishahara, angalau walimu wa skuli wanapata mishahara serikalini.
jitolee, mimi hivyo nitavilipa mimi mwisho wa mwezi. Hivyo ndio kuinunua pepo ya Mungu. Leo kuna wajane wangapi hawana hata pa kulala, wanasumbuka, waume wamewatelekeza na kadhalika, wengi tu. Sasa Sayyidina Ali ndio anasema pale, inna amwalakum qusimat, mali zenu watu wameshagawana, wa inna buyutakum sukinat, majumba yenu mazuri wanaishi watu wengine, wa inna azwajakum kad tazawwajna min ghairikum, na wake zenu mlioacha wameshaolewa na wanaume wengine. Hadha khabaru ma indana fama khabaru ma indakum, hizi ndizo taarifa ambazo tunazo huku duniani. Wenzenu nyinyi wenzetu huko mna taarifa gani? Lau shaa Allahu an yatakallama almaqabur, laiti Mwenyezi Mungu angetaka makaburi yaseme, laqalu inna khayra zadi taqwa, yangesema huku tulipo zawadi iliyokuwa bora ni ucha Mungu. Sio hizo mali ambazo umetaja, sio hayo majumba ambayo umeyataja, lakini zad ni ile zawadi tuliyotanguliza huko. Ole wake yule ambaye ametanguliza zawadi kidogo, ole wake. La yamutu al-insanu illa nadima, hafi mwanadamu lazima anajuta. Mtume sallallahu alayhi alikuwa anapenda sana kutoa mifano ya kivitendo. Alikuwa na safari na masahaba zake, walipofika mahala akaambia masahaba zake, hapa tulipo, ilikuwa sehemu ya giza kidogo, hapa tulipo pana vichangarawe na pana vijimawe mawe vingi, lakini ambaye ataviokota vijiwe hivi nadima atajuta, na ambaye hataokota nadima pia atajuta. Walipofika pale masahaba kufika kajiuliza, tuokote tusiokote? Mtu kiokota unajuta, kama huokota unajuta. Kwa masahaba wengi hawajiokota. Kuna mmoja akisema, kama sote hatuokoti itakuwa ile hasara ya aliokota atajuta hatutoiona, tutapata upande mmoja tu wa ambao hawajiokota. Akasema hata mimi niokote ili tuone wale ambao hawajiokota majuto yao yatakuwa yako vipi, na mimi ambaye nimeokota majuto yangu atakuwa vipi. Mmoja akaokota sahaba. Walipofika sehemu yenye nuru kidogo na taa, Mtume akamwambia, haya kila aliokota aonyeshe. Wengine hawajiokota. Sahaba mmoja akaonyesha. Kuonyesha ilikuwa ni vichangarawe vya dhahabu na fedha. Akasema, ya laiti ingechukua vingi, imechukua kidogo tu hivi. Na wale ambao hakuokota akasema, tumepata hasara, hatujiokota kitu. Maka waliambiwa, ambaye ataokota atajuta. Anajuta vipi? Anajuta kuokota kidogo. Maki ningejua kama ni malenyendo hii, ningekuta nyingi, ningetia mifukoni, ningetia kila mahala. Mali hizo Uislamu. Ambao hawajaokota kapata wivu. Lakini Mtume alikuwa kuna funzo anataka kuwafundisha. Akawaambia, hakadha yakuni al-insan, hivi mwanadamu ndivyo anavyokuwa. Kaifa ya Rasulullah, inakuwaje? Akaambiwa, la yamutu al-insanu illa nadima, hafi mwanadamu yoyote lazima anajuta. Mwanadamu yoyote wakati wa kufa Islam anajuta. Akiwa ni abdun salihun, akiwa ni mja mwema, nadima alazdada, anajuta kwa nini hajazidisha. Laiti ningezidisha. Yani vile tu nimesimama kidogo, nimeswali kidogo tu, nimesaidia watu kidogo tu, mathawabu yote yangu haya. Anasikitika, anajuta. Na akiwa mja mbaya, nadima alla naza, anajuta kwa nini hakuacha ubaya wake. Akaambiwa, huo mfano nilikutoleeni ni sawa na mtu ambaye anafariki. Waislamu, huyu alikuwa ni Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Alikwenda kafanya ziara makaburi. Anasema, lau shaa Allahu
an yatakallama almaqarur la qalu inna khayra zadi taqwa, kwa hakika zawadi iliyokuwa bora ni ucha Mungu. Ukhayya mal jawabu idha suilna wa maulana shahidun idha fa'alna, tutaulizwa nini basi? Mwenyezi Mungu akituuliza tutajibu kitu gani? Allah akituuliza hali ya kuwa katika kumtii yeye tumeghaflika. Ulimwengu umetuzubaisha katika akili zetu, mali zetu zimetushughulisha, watoto wetu wametushughulisha. Tutajibu nini Waislamu? Tunapoteza muda katika mazungumzo mengi, laghun, mazungumzo laghu ambayo hayana faida yoyote. Tunapoteza muda katika kucheza bao, tunapoteza muda katika kusengenyana, tunapoteza muda katika mambo ya kizembe ambayo haina faida hata kidogo na sisi. Alafu nasema Allah tunisaidia, madha waqtul hayati bighairi safwin wa walla al-umru fi la'ibin wa lahwin wa lam yujbirhu minka sujudu sahwin wa qulu fi tahajjudi rawma afwi bilailin mudlaham istiddaji. Madha waqtul hayati bighairi safwin, uhai umepita pasi ya kujisafisha. Walam yujbiruhu minka sujudu sahwin, hata kujilazimisha kuleta angalau sijida pia unashindwa. Kusimama usiku wenye giza ukajipendekeza kwa Mola wako, neema hii umeiwahi, neema hii imekukuta. Wengi walikuwa wanaitaka fursa hii, lakini wewe unaipuuzia mbali. Ndugu Islam, kwa kumalizia hutuba yangu hii, nitamalizia kwa hadithi moja tu, hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyesema, ambayo imesimuliwa na Anas kwamba swaida Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-minbara, Bwana Mtume alipanda kwenye membar. Membar ya Mtume ilikuwa na vigazi vitatu. Alipokuwa anapanda kwenye membar, walimsikia Mtume anasema amin, amin, amin. Fasaaluhu, wakamuuliza mal hikma ya Rasulullah, swa'idta al-minbara fa aminta thalatha, umepanda kwenye membar ukaleta amina mara tatu, kuna nini? Akasema jaani Jibrailu, amenijia mimi Jibrilu, mkuu wa malaika, rais wa malaika, mwalimu wa manabii, kutoka mbingu ya saba. Alipasua mbingu ya saba, alikuja kwa spidi si za aina yake mpaka kwenye membar. Akamwambia ya Muhammadu, ewe Muhammad Rasulullah, man adraka Ramadhana, ambaye atauwahi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imeingia na yeye yupo hai, anafunga, yupo. Mtu huyu kama atawahi mwezi huu, walam yughfar lah, na wala sisamehewe madhambi yake, dakhala an-nara, hatoki motoni. Mtume akasema amin. Angalia, anaomba dua malaika mkubwa, na Mtume anasema amin. Na Mwenyezi Mungu kubali hizo dua. Tujipeni moyo kwamba Allah awe ametusamehe madhambi yetu, kwa sababu man dakhala Ramadhan, Ramadhani imeingia, alafu hajasamehewa mtu huyo madhambi yake, dakhala an-nara, hatoki motoni. Mtume anasema amin. Wa man adraka walidayhi, na ambaye atawawahi wazazi wake wawili. Yani unapata akili zako, baba yupo hai, mama yupo hai, walam yabirrahuma, na wala siwafanyie wema hao wazazi wawili, dakhala an-nara, mtu huyo hatoki katika moto. Mtume akasema amin. Yani wewe baba na mama yupo, lakini unashindwa kuwatendea wema.
unanunua labda kanga au labda pengine nguo 2-3, mpaka mkeo aikatae ndio unampelekea mama, kwa sababu mke kaikataa. Kuna watu mpaka leo hawasemi na mama zao, wamwanunia, hawasemeshani wala hawatoleani salamu ya aina yoyote, na huku wanafunga kwa sababu pengine ya mke au kwa sababu ya mume au kwa sababu ya jeuri tu au kwa sababu ya vijipesa ambavyo anavyo. Mama hamsemeshi. Mmoja juzi kabla Ramadhani alifanya maulidi, alikuwa hasemeshani na mama yake kwa muda wa miaka 2. Sasa waliposemeshana kwa ile furaha wakasoma maulidi. Sasa Mtume anasema man adraka walidayhi, ambaye atawahi wazazi wake wawili, baba na mama, akashinda kuwafanyia uwema, huyo hatoki katika moto wa jahannam. Kwani baba na mama ni ngazi ambayo wewe umeteremkia kujia huko dunia. Baba na mama wamekupa chakula chao, baba na mama wamekufundisha toka wewe hujui kitu, hujui chochote katika anga za dunia. Wamehangaika huku na kule mpaka leo unaitwa Fatima, mpaka leo unaitwa mrembo. Basi ni kazi ya baba na mama. Wewe leo huwasemeshi wazazi wako, na mtu ambaye hasemeshani na wazazi wake, kwa mujibu wa hadithi hii, huyo yupo katika matatizo makubwa sana. Na tabia hii ipo sana kwa kina mama, lakini pia ipo kwa kina baba. Kuna kheri nyingi watu wanazikosa, kuna fadhila nyingi tunazikosa, kwa sababu miongoni mwa ofa ambazo Mwenyezi Mungu amejalia kwetu sisi, ukisoma kwenye hadithi al-Qudus, Mwenyezi Mungu anasema yuftahu abwabul janna, Allah anafungua milango ya pepo. Yughfaru, na huwa anamsamehe kila mja ambaye hamshirikishi Mwenyezi Mungu, na anasamehe kila mja ambaye anasalimiana na mwenzake, yani wanasemeshana, isipokuwa mja ambaye bainahu wa baina akhihi shuhnan, mtu ambaye baina yake yeye na ndugu yake kuna ugomvi, hawasemeshani, huyu hasamehewi. Yuftah abwabul janna yawm al-khamis wa yawm al-ithnain, Mwenyezi Mungu anafungua milango yake ya pepo siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu. Anamsamehe kila mja ambaye hamshirikishi Mwenyezi Mungu na kila mja ambaye anasemeshana na mwenzake. Lakini mja ambaye kuna shughuli, kuna ugomvi, watu hawasemeshani, huyo fursa hii haipati. Yani siku ya Alhamisi na Jumatatu mtu anakosa thawabu za bure, ofa, kwa sababu tu kuna mwenzake hasemeshani naye. Kama katika mtaa wako wa zamani unaye mtu mpaka leo hamsemeshani, unatakiwa wende mfanye sulhu, msemeshane ili muipate ofa hii maalum. Kwa nini unapenda zile ofa za Zantel unazifanyia kazi? Kwa nini ofa za Tigo unazifanyia kazi? Ofa hii ya Mwenyezi Mungu unaiacha. Kama kazini kwako kuna mtu usemeshani naye, tambua kwamba unakosa ofa hii. Kama una jirani yako hamsemeshani, basi kaeni kitako muyamalize kabla hujaondoka katika mgongo huu wa dunia. Kama una baba yako hamsemeshani, kaa kitako, nenda kamwombe radhi mzazi wako. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani, kila kitu kinawezekana. Muombe radhi mzazi wako, muyamalize. Muombe msamaha mama yako, muyamalize. Muombe msamaha jirani yako, muyamalize. Uondoke duniani kuwe hakuna mtu ambaye eti hamsemeshani. La yahillu li muslimin
an yahjura akhahu fawqa 3 layalin, kwani si halali kabisa kwa Muislamu kumuhama ndugu yake zaidi ya siku 3, kwa maana ya kutokumsemesha zaidi ya siku 3. Watu wanagombana, ndio mitaani watu wanagombana, watu wanapigana, lakini sheria imekuruhusu siku ya kwanza unaweza usimsemeshe, maana ndio una hasira. Siku ya pili unaweza usimsemeshe wala usimsalimie, maana ndio una hasira. Siku ya 3 sheria imekuruhusu usimsemeshe wala usimsalimie kwa sababu una hasira. Sheria imekupa siku 3 tu upunguze joto lako, lakini ikizidi zaidi ya siku 3 unaingia katika mashaka makubwa sana. Kwa si halali kabisa mtu kutokumsemesha mwenzake zaidi ya siku 3. Yaltaqiyani fayuridhu hadha wa yuridhu hadha, wanakutana, huyu anampuuza huyu, huyu anampuuza yule. Wa khairuhum alladhi yabda'u akhahu bisalam, lakini mbora katika hao ni yule ambaye ataanza kumtolea mwenzake salamu. Ukimtolea salamu wewe umeshajivua. Yeye kama haitikii ni yeye na Mola wake, lakini wewe humo. Tukakae na familia zetu, tukakae na majirani zetu, tukakae na mabosi wetu makazini, tatizo hili tuliondoshe. Watu wananuniana, wasalimiani kwa mambo ya kipuuzi, kwa mambo ya siasa, kwa mambo ya hasadi, kwa mambo ya watoto tu, au kwa mambo ya ukewenza. Mtu anavimba mpaka kikweli unajiuliza kuna tatizo gani. Mwenyezi Mungu ajalie wale wakewenza, Allah ajalie wafahamiane, waingie peponi na mume wao, kwani siku ya kiyama wanawake wa duniani watakuwa milkatul janna, watakuwa ndo mamalkia wa pepo, kwani uzuri wenu nyinyi wakina mama mmeufanyia kazi na Mwenyezi Mungu anakupendeni sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka suratun nisa, akaweka sura maalum, sura ya wanawake. Unaposoma Qur'ani hukuti katika juzuu kumeandikwa suratul rijali, sura ya wanaume. Sura ya wanaume hamna, lakini kuna suratun nisa, sura ya wanawake. Hata serikali hapa ikakopia ikaigiza hapa, ikaweka wizara ya wanawake. Serikali imechukua hapa kuonyesha kwamba Allah anakupendeni, lakini hata na serikali pia anakupendeni sana. Mwanamke ni mtu muhimu sana, mwanamke ndo kila kitu. Hivyo inaumiza mwanamke kwenda kuchomwa moto. Mwanamke anafanya kazi nzito, anamlea mtoto kwa tabu, anambeba mtoto miezi karibu 9, anamnyonyesha miaka 2, anamhudumikia kwa kila kitu, alafu mtu kama huyu bora akaingizwa katika moto. Hii ni hasara kubwa sana kwa mama. Ndio maana tunataka sisi mama zetu, Mwenyezi Mungu akujalieni kwamba msiwe na wivu huo ambao sio sunna, wivu wa kutokusemeshana miaka kwa miaka. Hiyo sio sunna kabisa, isipokuwa ni uasi. Tunaomba dua mama zetu, Mwenyezi Mungu akujalieni muipokee sikukuu kwa vizuri, msibadilishe tabia zenu. Tunaomba sikukuu hii ije kwa kheri, muwalee watoto vizuri. Mwenyezi Mungu ajalie mtoe zile zakatul fitr, kwani tayari mbele yetu ipo zakatul fitr. Tuitoe na hii tuwape maskini, tuwape fukara, ili Mwenyezi Mungu apokee saumu yetu. Kwani saumu Ramadhana muallaqun, funga hii inaning'inizwa baina ya mbingu na ardhi. Mungu haipokei illa bi zakatul fitr, isipokuwa utoe zakatul fitr. Unasafisha mwili wako, kad aflaha man tazakka. Na zaka hii si kwa sababu ya matajiri tu, lakini wako watu wa kawaida wanao uwezo. Kwa hakikisha Muislamu hivi sasa hivi unaanza kuchanga mwenyewe pesa zako ili uje utoe zakatul fitr. Kama mume hana uwezo, hata wewe mke unaweza kutoa. Mtu anatakiwa ajitolee yeye mwenyewe na atolee na watu wake waliomlazimu. Insha Allah kwa mwezi huu mtukufu na baraka hizi za Mwenyezi Mungu,
Mwenyezi Mungu atajalia tutaitoa zakatul fitr. Mwenyezi Mungu atajalia tutaipokea sikukuu kwa kheri. Mwenyezi Mungu atajalia mama zetu ambao ni ummu madrasa, mama zetu hawa ambao wamesumbuka sana, kwa sababu mama ndo alozaa mtume. Wanawake ndo wamezaa mitume, wanawake ndo wamezaa maswahaba. Ukisikia kuna mtu mkubwa anaongoza nchi, mwanamume kazaliwa na mwanamke, yani mwanamke ni mtu muhimu sana, hatakiwi kuingia katika moto bure tu hivi, na mna fursa nyingi kabisa za kuingia katika pepo Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu inshallah aingize mama zetu katika pepo, wakakutana na kina mama Hawa, wakakutana na kina mama Asia, wakakutana na Ummu Fatima, wakakutana na wake za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannama wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.